kuwakilisha muhimu wa maonyesho ya Sabasaba mwaka 2026 na ushiriki wa chuo chetu katika maonyesho haya. Kwani kwamba chuo chetu kinachukua umuhimu mkubwa sana maonyesho ya Sabasaba, na kila mwaka tunashiriki kwa nguvu zote na kwa mahali yote. Tunashiriki ili kuwajulisha Watanzania na hasa vijana wetu juu ya shughuli za elimu ambazo chuo chetu zinatoa. Tunazo shughuli za ufundishaji katika programu za shahada ya kwanza na zile ambazo sio za shahada, lakini na shahada za umahiri. Programu zetu ziko katika sayansi ya jamii, na hivi tunapata nafasi ya kujulisha Watanzania programu hizo na kwa nini muhimu Watanzania wazifahamu. Lakini pia tunakuwa na nafasi ya kuonyesha mambo ambayo vijana wetu wanaweza kufanya. Tunao vijana wabunifu ambao tunawafundisha kila mwaka, wanafanya bunifu za aina mbalimbali, na hasa katika upande wa tehama. Wanapata fursa ya kuonyesha Watanzania na umma wa wafanyabiashara ubunifu wao ambao wanaweza kuleta matokeo makubwa katika biashara na katika shughuli za uzalishaji. Vijana wetu na ubunifu zao nzuri sana, na kila mwaka tunajisikia fahari kuleta bunifu zao ili waweze kupata fursa ya kuunganishwa na biashara ambao wanaweza kuziunganisha na kufanya zitumike bora zaidi. Lakini katika maonyesho haya tunapata fursa ya kueleza vijana wanaotaka kujiunga na chuo chetu. Tunafanya udahili wa moja kwa moja, vijana wanapata nafasi ya kusaidiwa ili kudahiliwa katika programu za cheti, diploma, degree ya kwanza na hata programu za masters. Kwa hiyo usaidizi huu unafanyika katika siku zote 13 za maonyesho, na hata tunapozungumza leo tarehe 3 ambapo kumekuwa na ufunguzi wa pekee, tumekuwa na nafasi ya kupata vijana wengi ambao wanaandikishwa. Na nichukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa nchi hii, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayoifanya na kusaidia chuo chetu kuendelea kuwekeza katika miundombinu. Miaka hii tumekuwa na miundombinu bora kabisa, tumewekeza katika maktaba, katika madarasa na katika vifaa vya kufunzia. Niwaambie Watanzania kwamba chuo chetu ni kati ya vyuo bora kabisa nchini ambavyo kwa kweli tunawekeza na tunatoka kidijitali. Sasa hivi tunafundisha katika vifaa vya kisasa, maabara zetu za tehama ni bora kabisa, madarasa ni bora, na walimu mahiri kabisa ambao wamesomeshwa na kodi za Watanzania, na kwa kweli wako vizuri sana na wanafanya kazi nzuri. Kwani wakumbusha Watanzania kwamba chuo chetu kama unavyofahamu kilianzishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kufundisha maadili na kuenzi falsafa ya maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Kwa shirika la Tanzania TRC nimepita leo kwenye hili banda la chuo cha kumbukumbu za mwalimu, na moja ya kitu nilichojifunza kwanza mindset. Mimi nilikuwa sielewi kwamba chuo cha mwalimu kumbukumbu za mwalimu kina hata hizi kozi za ICT kwa maana ya utaalamu. Mara nyingi kimezoeleka kwamba ni chuo kinachotoa mafunzo kwa viongozi na maadili ya viongozi, kwa maana ya kujifunza uongozi pamoja na maadili. Kuna zaidi ya yanayofundishwa kwenye chuo hiki. Na jambo lingine la msingi lililonileta na kunivutia kwamba TRC tunataka tuanze kutengeneza nyaraka za kumbukumbu kutoka kuanzishwa kwa reli au shirika la reli Tanzania. Tulikuwa na maongezi na mkuu wa chuo, Profesa Mapesa, kwamba tuna idea ya kuanzisha utunzaji wa nyaraka, cha pili kuanzisha makumbusho ili tuweze kutunza historia hii kubwa na pana ya shirika letu la reli Tanzania. Lakini jambo lingine la msingi lililonivutia ni vijana wadogo ambao wanatengeneza idea, wanadevelop idea za kutatua changamoto tunazoziishi kila siku kupitia ubunifu wa teknolojia. Na moja ya kitu kilichonifurahisha ni kwamba wanatafuta suluhu ya mambo ya msingi ikiwemo kilimo. Jambo lingine unaona pale kuna upotevu wa maji, kwamba tumekuwa na changamoto kubwa sana hizi taasisi zetu za serikali
unapoteza maji ama unapoteza sehemu ya mapato yako bila sababu ya msingi. Na lingine nimewachia challenge kwamba sasa waje TRC tuangalie matatizo tulionayo, tujaribu kuwa facilitate ili waweze kutufanyia ubunifu kwenye mambo mengi ikiwemo location ya treni zetu zinapotembea na mambo mengine ambayo yanahusiana na uendeshaji wa shirika ili tuweze kupunguza gharama. Hayo ndio nimejifunza. Naamini tutakaa na mkuu wa chuo profesa tuweze kuingia makubaliano kwamba tuwasapoti hao vijana kwa lengo la kutatua changamoto za shirika